Bimaana, kwa maana anna rahina, kwamba mwenye kuweka rehani, idha ajaza an adai daini, atakaposhindwa kulilipa lile deni, tasiru lainul marhuna, kinakuwa kile kitu chenye kuwekwa rehani, mamlukatan lilmurtahini, ni chenye kumilikiwa na mwenye kuwekewa rehani, biduni iqdil bai'i, pasi na kifungo cha kuuziana. Sawa. Fa'lam, na ujue dhalika, fa'lam dhalika, jua hivyo, fa'lam dhalika, jua hivyo. Walyalamil muslimuna, na wajue Waislamu, anna dhalika, kwamba hilo la rehani ya mauzo, la yajuzu shar'a, halijuzu kisheria. Bismillahirrahmanirrahim. Shekhe anasema katika swali la 58, anasema ma hukmu rahni fil islami, ipi hukumu ya kuweka rehani katika Uislamu? Rehani maana yake bondi, kuweka mtu unampa pesa, anakupa simu. Sawa. Ma hukmu rahni fil islami, ipi hukumu ya kuweka rehani katika Uislamu? Na tutaona namna rehani zetu sisi tunazozifanya na sheria ya Uislamu inatakaje watu waweke rehani. Takuta ni vitu viwili tofauti. Sawa. Shekhe anasema hivi, yajuzu rahan. Unajua kuna watu wengine hii ukisema shekhe anasema hivi wanakasirika. Kwa nini mseme shekhe? Sema qala Allahu Ta'ala, qala Rasulullah. Huo ni kutoelewa tu. Sawa wala wasikusumbueni, kutoelewa. Kwa hiyo jamani, shekhe anasema yajuzu rahnu ala daini. Sawa inajuzu kuweka rehani juu ya deni au kwa sababu ya deni. Nzuri, juu ya deni. Sawa yajuzu rahnu ala daini, inajuzu kuweka rehani juu ya deni, yani inajuzu kuweka bondi juu ya deni. Sawa fi safari, safarini, watu wakiwa safarini, umekatikiwa na hakuna mtu ambaye unaweza kusema mnaandikishiana naye ili akupe pesa au akupe hicho ambacho unataka akupe, basi unamwambia chukua simu yangu hii, nipe kiasi kadhaa, tukifika sehemu fulani nitapata hiyo hela, nitakurudishia, utanirudishia kitu changu. Sawa. Ndio rehani. Liqaulihi ta'ala, kwa neno lake Mwenyezi Mungu hali ya kuwa ametukuka, wa in kuntum ala safarin, na mtakapokuwa safarini, au na ikiwa mko safarini, walam tajidu katiba, na hamjampata mwandishi, farihanum makbudha, basi rehani ni yenye kupokelewa, yani yenye kukubalika. Sawa rehani ni yenye kukubalika. Unaelewa vizuri? Yani mtu ambaye mshahidi anaweza mkafanya muandikishiane. Rehani si mnapeana tu, yani mkataba, mtu akukuandikieni mkataba. Umeelewa vizuri? Hamkumpata mtu wa kukuandikieni mkataba, farihanu makbudha. Sawa, rehani inakubalika, ni yenye kupokelewa rehani. Si mnaandikishiana, hamna tabu tena hapo. Sawa, mnaandikishiana, kama yupo mwandishi mnaandikishiana, maana kina yeye atakuwa ni shahidi pia. Sawa, kwamba niliandika kweli. Mnanielewa? Wayajuzu fil hadhari, sio safarini tu, na inajuzu katika hadhar. Hadhar manake mjini, tuko hapa nyumbani, tuko nyumbani sisi. Sawa, na inajuzu rehani mjini, limaruya an Anas radhiyallahu anhu, kwa yale yaliyopokewa kutoka kwa Anas, Mwenyezi Mungu amwiye radhi, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallama,
kwamba mtume amrehemu Allah na ampe amani, rahana dir'an lahu, aliweka rehani dir'i yake. Sawa sawa Mtume naye aliweka rehani dir'i yake. Dir'i ni nguo ya kivita, nguo zile ambazo zinavaliwa zinazuia mikuki, mishale, nini, ndio dir'i. Sawa sawa aliweka rehani dir'i yake inda yahudi, kwa myahudi mmoja, bil Madina, pale mjini Madina. Wa akhadha minhu sha'iran, na akachukua kutoka kwa bwana huyo ngano, li ahlihi, kwa ajili ya watu wake nyumbani. Siku hiyo mtume jikoni alilala paka kwake. Sawa Mtume jikoni alilala paka nyumbani kwake. Akaona hii balai, kaenda kuchukua nguo, kaenda kuweka bondi, kachukua chakula, wakala, alipopata karejesha. Sasa jamani, ni bwana, yani maisha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni maisha ya wasata. Sawa Mtume Muhammad kawachukua matajiri, kwa sababu naye mtume alikuwa tajiri. Sikiliza, umeelewa vizuri? Mtume Muhammad amewachukua watu wa kati na kati, kwa sababu naye mtume alikuwa na maisha ya kati na kati. Sawa Mtume Muhammad amewachukua masikini, kwa sababu naye aliishi kimasikini. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo ili mradi wote tunampata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawa watu wengine basi ukimswalia mtume hivi wananuna. Sasa mtu kaambiwa bwana haifai maulidi, kaambiwa maulidi haifai. Yeye hakuelewa walichokusudia wale waliosema haifai. Yeye mpaka huku mkianza tu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Kuna mtu mmoja nilikuwa namsikiliza juzi, ana tafsiri Qur'ani. Kuna sehemu akafika, alikuwa tena sio juzi, leo asubuhi, alikuwa anatafsiri surati Maryam, sikosei. Kafika pale kwamba Zakaria alimuomba Mwenyezi Mungu tadharruan wa khufya, yani alimuomba kwa unyenyekevu na kwa siri. Sawa akawa anawapiga hapo watu wanaomba dua kwa sauti ile, alhamdulillah, kama tulivyofanya sisi hapa tulivyomaliza kuswali. Eti kaifanya hiyo hoja ya kuwapiga. Sasa mtume, mbona kuna baadhi ya sehemu aliomba dua kwa sauti? Mbona hawasemi hivyo vitu? Au mtume maisha yake yote hajawahipo kuomba dua kwa sauti watu wakaitikia? Wewe na yani tujaliwe ndio hujui kusoma. Kweli jamaa, hiyo inaingia akilini? Yani mtume miaka yote alokaa hata siku moja hajawahi kuomba dua. Sasa huyu alivyokuwa mjinga yeye alokuwa anatafsiri hii aya, mtihani, Mungu amsamehe. Bora wangeweka kedi vile vile kama wanavyowekaga baada ya swala. Bora wangeweka kedi. Yeye kafanya mutlaka. Kafanya nini? Mutlaka. Haifai kuomba dua kwa wazi. Anasema haifai kuomba dua. Ria, unaonyesha ria nini? Acheni bwana habari hizo. Watu wanatakiwa wakae chini wasome. Sisi ndio maana Waislamu hatupati maendeleo, kwa sababu tunasharadia vitu ambavyo havina tija kubwa. Wewe hutaki kufanya maulidi, acha. Na wewe unafanya maulidi, endelea kufanya. Hiki ndio kitu cha kutukanana, kumuita mtu kafiri. Kumuita mtu kafiri. Eti kisa haya tuambie ukafiri wake kwa sababu anasoma Qur'ani. Au kwa sababu wanamswalia mtume. Allahumma salli wa sallim alayhi. Siri ya maisha yako katika kumswalia mtume. Wewe acha ujinga. Siri ya maisha yako katika kumswalia mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Si mwenyewe ndio anasema hivyo? Mwenye kumswalia mtume mara moja anapanda daraja 10, si ndio? Anafutiwa madhambi 10, si ndio? Kingine
Si viko vingi kavitajetaja hapo, amkikumbuki kingine. Ili mradi tu haya tu tukikwambia hizo daraja za kupanda, hizo daraja zikoje, hizo daraja za anazopandishwa mtu ambaye anamswalia mtume zikoje hizo daraja? Unasemaje hapo? Labda utuambie bwana, daraja zenyewe ziko hivi, tuonyeshe hizo daraja. Unazijua daraja zenyewe? Ni bwana, acheni roho mbaya kumfanyia roho mbaya mtume bwana. Mnamfanyia roho mbaya nani? Tumeacheni bwana habari hizo. Shekhe anasema wayajuzu fil hadari, na inajuzu rehani mjini, lima ruwiya an Anasi radhiyallahu anhu, kwa yale aliyopokewa kutoka kwa Anasi, Mwenyezi Mungu amridhie, annahu au anna nabiyya sallallahu alayhi wasallama, kwamba mtume amrehemu Allah na ampe amani, rahana dir'an lahu, aliweka dir'i yake, aliweka rehani dir'i yake, inda yahudi, kwa myahudi mmoja, bil Madina, mjini Madina, wa akhadha minhu sha'iran li ahli, na akachukua kutoka kwa bwana huyo ngano kwa ajili ya watu wake. Sawa, walikai ashraha laka anir rahni uhadhiruka amma yafaluhu an-nasu fi zamanina, na ili nikufafanulie wewe kuhusiana na rehani, na ili nikufafanulie wewe kuhusiana na rehani, na ili nikufafanulie wewe kuhusiana na rehani, uhadhiruka, na kutahadharisha, amma yafaluhu an-nasu, kutokana na yale ambayo wanayafanya watu, fi zamanina, katika zama zetu hizi nini? Min tasarrufil murtahini, nako min ya tafsiri hiyo, sawa, nako ni kutumia yule mwenye kuwekewa rehani, fil ainil marhuna, kile kitu kilichowekwa rehani, kutumia yule mwenye kuwekewa rehani kitu kilichowekwa rehani. Anayewekewa rehani ni yule ambaye anatoa pesa kwa sura ya sasa hivi. Sasa ni yule ambaye anashika, anakaa na kitu cha mtu, yule ndio anawekewa rehani. Anayeweka rehani ni yule ambaye anaenda kuweka kitu chake, anachukua mahitaji ya kumsaidia. Umeelewa vizuri? Sasa kuna watu wakipewa, kwa mfano mimi nimekupa baisikeli yangu, we unaenda kutumia, haifai. Umeelewa shehe Hussein? Yaani mimi nimekupa simu yangu, umenipa 50,000 nikatumie, we hutakiwi kutumia simu yangu. Sasa hivi ndio wanafanya hivi. Mtu anatumia na mtu anajiuzia moja kwa moja. Ukipitiliza tu siku kadhaa, hayo mambo mengine sasa. Hayo ni mambo mambo mengine ya makubaliano. Bwana wewe tumia, lakini kumbuka ukikiharibu utakilipa. Usiseme basi bwana tuuzia moja kwa moja, wewe basi baki na hiyo hela. Hapana, kwa sababu mtu anaweka rehani, kile kitu kinachowekwa rehani kinakuwa kina thamani kubwa zaidi, au kinatosha kulipa deni lile anochukua. Umeelewa vizuri? Sasa wewe umekitumia kitu cha mtu mpaka kimeharibika, utasema kwa kuwa kimeharibika sasa chukua. Sasa uliotumia si wewe. Mimi kitu changu kilikuwa hakijaharibika. Wewe utaki kusema nitatumia, kwa sababu ukitumia kikiharibika utalipwa kwa bei ile, kama kwa thamani ile ile ambayo ulikichukua kwake, kwa sababu kipindi anakiweka kwako kilikuwa na thamani. Ujue kipindi unatumia wewe, maana yake unaenda kukipunguza ile thamani. Kwa hiyo kikiharibika, sawa sawa, kinachozingatiwa ni thamani ile ile alowekea. Yaani kwa mfano mimi nimeweka simu yangu ya 300,000, nimekupa simu yangu wewe ina thamani hiyo hiyo ya 300,000. Nimechukua hizo gharama ambazo naenda kutumia mimi. Sawa? Wewe ukawa unaitumia simu yangu kwa makubaliano, kwamba bwana tumia tu. Ndio maana makubaliano mengine usikubali hivyo.
kwa sababu kikiharibika, sawa, yeye hatokuthaminisha kwa muda ule, yeye atathaminisha thamani yake ile ile ya mwanzo. Sijui unaelewa Sheikh Hussein? Ni maelewano mengine hayo hasa. Kinachotakiwa kile kitu kinachowekwa rehani haifai kukitumia. Umeelewa vizuri? Maanake kile kitendo cha kukitumia tutalimshaingia maelewano mengine, mambo mengine. Unanielewa Sheikh Hussein hapo? Sasa ili nikufafanulie wewe kuhusiana na rehani na kutahadharisha kutokana na yale ambayo wanayafanya watu fi zamani, na katika zama zetu. Yapi hayo? Nayo tasarruful murtahini, ni kutumia yule mwenye kuwekewa rehani, fil aini almarhuna, kitu kilichowekwa rehani. Fadhalika la yajuzu wa yahrumu. Unasikia Sheikh Hussein? Hilo halijuzu na ni haramu. Hilo halijuzu na ni haramu jamaa. Wa huwa min akli amwali nasi bil batil, nako ni katika kula mali za watu kwa batili. Nako ni katika kula mali za watu kwa batili, almanhi anhu, iliyokatazwa. Kwa sababu gani? Lianna manafi almarhuna, kwa sababu manufaa ya kilichowekwa rehani. Lianna manafi almarhuna, kwa sababu manufaa ya kilichowekwa rehani. Kasukuna dari, ni kama kuishi katika nyumba. Warukubi daraja, na kupanda baisikeli, au sayara, au gari. Yote hayo mustahiqatun lirahini, ni yenye kustahiki kwa mwenye kuweka rehani. Umeelewa vizuri? Mtu kaweka rehani nyumba yake, wewe utakiwi kwenda kuishi. Ukienda kuishi ulipe kodi. Mtu kaweka rehani gari lake, hutakiwi kulitumia. Ukitaka kulitumia muelewane, ulipe. Kaeka baisikeli yake, hutakiwi kuitumia, kwa sababu wewe katika kipindi unaitumia, manake kuna faida unazipata. Uone kama unamdhulumu. Unaelewa vizuri? Hakuna kitu kama hicho. Huo ndio Uislamu, unachunga kila kitu. Sheikh Hussein upo? Wewe unawekaga rehani sana. Chukua hiyo. Kipindi hicho na watu kuja kukuwekea wewe rehani, halafu unawauzia juu kwa juu vitu. Hujawahi kufanya hiyo? Sasa kesi ulikuwa hujui? Wama kunna muadhibina hata nab'atha rasula, si ndio? Hadi raha. Mustahiqatun lirahini, ni yenye kustahiki kwa mwenye kuwekewa kwa mwenye kuweka rehani, ndio mwenye haki ya hivyo vitu kuvitumia. Umeelewa vizuri? Inawezekana wewe ukamkabidhi kadi tu. Wewe unamkabidhi kadi tu. Kadi ya gari unamkabidhi. Bwana, kadi ya gari hiyo. Kwani anaomiliki kile kitu nani? Yeye. Anaweza akaweka rehani nyumba. Nyumba anawekaje rehani? Anakukabidhi kadi za nyumba. Hati ile ya nyumba anaendelea kuishi. Sawa sawa. Si una kadi ile? Maana unaogopa huyu asije akanizunguka. Unakabidhiwa, bwana sikiliza, mimi nachukua 50,000 nyumba yangu ile nimeweka rehani nayokaa. Sasa inakuwaje? Unampa hati. Kama kikitumika sasa kinatupungua thamani, huwezi kukitumia, unatulia na wewe. Sawa sawa? Maana kuna vitu havihamishiki. Sawa? Kuna vitu
na hicho unachoweka rehani kinatakiwa kiwe kinafaa thamani, yani kimezidi thamani hiki deni uliochukua. Sawa sawa, ndio maana yake. Umeelewa vizuri? Umeelewa vizuri? Shekhe anasema falaisa lilmurtahini haqqun fi tasarrufi fiha, hakuna kwa mwenye kuwekewa rehani haki yoyote ya kutumia hivyo vitu. Mwenye haki ya kutumia ni yule mwenyewe. Umeelewa vizuri? Wakadhalika alam, na vile vile jua ya akhi, ewe ndugu yangu, annahu laisa fi shari'ati alislamia, kwamba hakuna katika sheria ya Uislamu kitu kingine hicho. Hakuna katika sheria ya Uislamu ma yusamma birahnil bai'i, kitu kinachoitwa rehani ya mauzo. Hii watu wanafanya sana. Umeelewa vizuri? Yani mimi nimekupa simu yangu, sawa, nimeshindwa kulipa lile deni, wewe ukasema basi sio niuza, basi hiki cha kwangu. Kinakuwaje chako na kati kitu hiki kina thamani? Tuuze, halafu wewe uchukue thamani yako na mimi nichukue cha kwangu. Wewe, mimi nimeweka simu ya 100,000 nimechukua 50,000, kweli nimeshindwa kulipa 50,000 yako, unasema hiki cha kwangu? Tena haifai. Nisikilize Shekhe Huseni, kuna kitu kinaitwa rehani ya mauzo, haifai. Sura yake kwamba mimi nimekuja kwako Shekhe Huseni, nimeweka simu yangu, umenipa 50,000. Simu yangu ina thamani ya 100,000, wewe umenipa 50,000. Mimi nimeshindwa kulipa, wewe Huseni unasema basi kama umeshindwa kulipa, hii simu ishakuwa yangu tena. Sijui unaelewa Huseni? Hiyo haifai. Hayo ni makubaliano ya kuuziana. Tena watu natakiwa mtoke hapo mwende mkakubaliane, muuziane. Baada ya wewe kushindwa kulipa lile deni, mnaenda kukubaliana kiuzwe kile kitu. Sasa kwenye kuuzwa inawezekana unamuuzia yule mkaelewana, mkafikia kwamba thamani yake sasa hivi simu ni 50,000, ile ambayo nakudai. Basi manake hapo mtakuwa mmeuziana. Umeelewa vizuri? Lakini kuuziana kunakuja kwa makubaliano, sio wewe ujifanyie tu basi kishakuwa changu hiki kwa sababu umeshindwa kulipa deni. Hiyo haifai. Dhulma hiyo haifai. Kwa hiyo rehani ya mauzo haifanyeje? Msije mkasema nimeyasema mimi hayo maneno. Shekhe anasema hivi, yani bimaana, kwa maana anna rahina, kwamba yule mwenye kuweka rehani, idha ajaza an ada'i daini, atakaposhindwa kulipa lile deni, tasiru la'inul marhuna mamlukatan lilmurtahini biduni iqdil bai'i, kinakuwa kitu kilichowekwa rehani ni chenye kumilikiwa na mwenye kuwekewa rehani pasi na kifungu chochote cha kuuziana. Jambo hilo halifai. Umeelewa Sheikh? Jambo hilo halifanyeje? Halifai hilo. Mtu kaja kuweka kitu kwako, kashindwa, mwambie basi tukiuze. Wewe ndio unachotakiwa kusema, basi tukiuze hiki, sawa, ili nipate haki yangu. Mnakubaliana, mnakiuza. Mwenye haki ya kuuza ni mali yake. Wewe unamkumbusha kwa sababu ya deni tu. Wewe si unamdai bwana, basi tukiuze. Yeye ndio anaamua kutafuta mteja anaomtaka yeye, sio kama wanavyofanya watu wa mabenki, wanakuja kuuza vitu vya watu ovyo ovyo. Haifai Shekhe, haifai. Nimetoka kusema kwamba kitu sio kwamba kinafanywa na watu wengi, yani kufanywa kitu na watu wengi au watu maarufu ndio kinabadilisha hukumu ya uharamu. Haiwezekani. Sasa hiyo simtamrai, mtakaa mtaelewana, bwana sikiliza, hiki kitu chako kwa thamani hii unaoitaka, huku wewe unataka wewe tucheleweshe deni letu, wewe thamani hii huwezi kupata. Lakini sio mumlazimishe
ili mradi mpate nyinyi. Mwenye haki ya kuuza ni yule, wewe unachotakiwa ni kusubiri tu. Sasa mimi kwa sababu nataka milioni 5, mimi nikaamua kuuza tu kwa milioni 5 tulichukue deni langu. Wewe hutaki kuuza kwa sababu utakuwa umedhulumu. Wewe kwanza hutaki kuuza. Kwanza mauzo yenyewe hayaswi kwa sababu sio mwenyewe. Mauzo yenyewe hayaswihi. Sasa na mwenyewe mbona bado anadangi mpaka leo? Ni kumfuata kumrairai tu. Kama aliweka nyumba ndio, lakini uzingatie kilichowekwa. Kama aliweka nyumba ndio mtauza nyumba. Sawa? Au labda anaweza kupata pesa yako kwa namna nyingine anaweza. Lakini kama hakupata pesa yako kwa namna nyingine, hakuna budi ili auze nyumba ili akulipe. Basi yeye ndio mwenye haki ya kuuza nyumba yake. Anatangaza bei kubwa kwa sababu mimi sasa kuna akitangaza hiyo sitaeleweka kwamba huyu anataka mimi anikomeshe tu. Hiyo sinaeleweka shekhe. Kwa sababu rehani ni jambo la kisheria. Sheria itambana bwana. Kwa wataalamu si wapo wanaojua majengo, thamani ya majengo? Si wapo? Bwana, kwa nyumba yako hii thamani yake kwa sasa hivi ni kiasi kadhaa. Hiyo bei unaoitaka huwezi kupata. Ataeleweshwa, ataelewa. Huyo sasa akifanya hivyo atakuwa ni mtihani. Mtihani huyo anataka kukucheleweshea tu. Sawa sawa, lakini bado ruhusa upati wewe ya kuiuza. Japo kuwa unaona kabisa huyu ananifanyia. kwa mfano sana najua kabisa tutaita watu hao wenye kujua kutathmini wakasema nyumba hii kwa wakati huu kiwango chake hiki. Unamwambia basi kama hutaki kuuza nyumba nilipe deni langu. Hata kosa cha kusema hapo, lazima kuna kitu hata kwa mfano lengo lake si kuuza nyumba. Huwezi kujua lengo lake. Si kuuza nyumba. Anatafuta mteja au kumuuliza na bado sijapata mteja. Sasa anatakiwa asiseme bado sijapata mteja. Anatakiwa aseme kwamba mimi nina kitu kingine nitauza, nitakulipa deni lako. Kwa sababu kinachotakiwa hapa ni kulipa deni. Wewe umeshindwa kulipa deni. Sikiliza Sheikh Hussein basi. Sikiliza Sheikh Hussein. Sikiliza. Sawa, sikiliza. Ilivyo mtu akiwa anakataa kuuza kitu chake, itajulikana huyu anataka kutucheleweshea tu. Sawa. Lakini licha ya kukucheleweshea, wewe bado huna haki ya kuiuza ile nyumba. Kuna mazungumzo mengine yatafuata. Sasa unaenda mashekhe si wapo? Mashekhe si wapo? Bwana, huyu mimi nimemwekea rehani. Lakini yeye yuko hivi. Sawa. Yaani ina maana awashinde watu wote. Umeelewa vizuri? Kumbuka hili jambo ni la kidini na nyinyi mnaowekeana ni watu wa dini. Sasa hilo ndio tatizo hilo. Huyo unomwekea unatakiwa ajue kwamba mnafanya jambo la nini? La dini. Wewe unatakiwa umkumbushe, bwana tunawekeana rehani. Lakini jambo hili ni la dini hili. Ajue kwamba mko kwenye ibada. Hayo sasa mapungufu yao watu. Huwezi kuyana nini, sawa? Wapi tulipo? Bimaana, kwa maana anarahina, kwamba mwenye kuweka rehani, idha ajaza an adai daini, atakaposhindwa kulilipa lile deni, taswiru lainul marhuna, kinakuwa kile kitu chenye kuwekwa rehani, mamlukatan lilmurtahini, ni chenye kumilikiwa na mwenye kuwekewa rehani, biduni iqdil bai'i, pasi na kifungo cha kuuziana. Sawa? Fa'lam, na ujue dhalika, fa'lam dhalika, jua hivyo. Fa'lam dhalika, jua hivyo. Walyalamil muslimuna, na wajue Waislamu, anna dhalika, kwamba hilo la rehani ya mauzo, la yajuzu shar'a, halijuzu kisheria. Hapa shekhe anaongea na watu wenye akili. Umeelewa Sheikh Hussein? Anaongea na watu wenye akili, anaongea na waumini. Sawa? Anaongea na watu wenye akili timamu. Wewe haiwezekani unakuja kukopa kwangu alafu unakuja kusema bwana mimi nilikuwa sidai. Ulikuwa hunidai wewe, sijaja kukopa. Haiwezekani. Utakuwa akili zako
sio nzuri. Walyalamil muslimuna, na wajue Waislamu, anna dhalika la yajuzu, jambo hilo halijuzu shar'an, kisheria. Farrahnu shar'an, rehani kisheria. Sikiliza kazi hiyo. Farrahnu shar'an, rehani kisheria. Ja'alu shay'ainin, ni kukiweka kitu yajuzu isti'maluha, kinachojuzu kukitumia, lakini haimaanishi ukitumie, maanake kizima. Sawa, kukiweka kitu kinachojuzu kukitumia, wathiqatan bidain, na ni tegemezi kwa deni lile, yani unakitegemea kwa lile deni. Yustawfa min thamaniha, sawa sawa, hulipwa thamani la deni, thamani ya deni, sawa sawa, hulipwa thamani ya deni, an ta'adhuri wafa'i daini, wakati wa kuwa na uzito wa kulilipa lile deni. Yenyewe kinatoshewa thamani ya lile deni, sawa sawa, kinatoshelezwa kwa ile thamani ya deni wakati wa kuwa uzito wa kulipa lile deni. Fayambaghi atanabuhu, inatakikana kuzindukana, wanahayu nasi an dhalika, na kuwakataza watu kutokana na hilo jambo la rehani ya mauzo. Wakatazeni watu wasiuziane hivyo, sawa. Fayambaghi tanabuhu, unaelewa bwana? Fayambaghi tanabuhu an dhalika, tanabuhu an dhalika, wanahayu nasi an dhalika, inatakikana kuzindukana na hilo jambo na kuwakataza watu kuepukana au kuachana na jambo hilo, sawa. Watu waambiwe sasa rehani iko mfumo huu. Simeelewa rehani hapo Sheikh Sharifu wangu, umeelewa? Rehani iko hivyo, watu waache kuwadhulumu watu, sawa.